na kwa nguvu zako zote. Ili ndio neno letu. Kwa hiyo tajifunza juu ya kumimina upendo wako kwa Mungu. Kumimina upendo wako au kumimina upendo wetu kwa Mungu. Kumimina upendo wako wote kwa Mungu. Mwaka wa kumimina upendo wako wote kwa Mungu. Mwaka wa kumimina upendo wote kwa Mungu. Hakuna jambo kuu kama upendo. Najua tumeanza tukaupokea mwaka huu kwamba mwaka huu ambao ni mwaka 2026 tutatenda mambo makuu, hasa kwa msaada wa Bwana. Tutatenda mambo makuu kwa msaada wa Bwana, na pia kwa kumjua Mungu, kutokana na Danieli 11:32 anasema watu wanaomjua Mungu watatenda mambo makuu. Kwa hiyo tutatenda mambo makuu kwa kumjua Bwana, tutatenda mambo makuu kwa msaada wa Bwana. Lakini huwezi kutenda mambo makuu, huwezi kupata msaada wa Mungu, wala huwezi kumjua Mungu pasipo upendo. Upendo ndio kama podo, yaani ni kama chombo ambacho kinachobeba tabia zote za Mungu. Asili ya Mungu Baba ni upendo. Asili ya Mungu Mwana ni unyenyekevu. Asili ya Mungu Roho Mtakatifu ni utakatifu pamoja na nguvu zake, nguvu za Mungu. Kwa hiyo tunaona jinsi gani ambayo tunataka tujue upendo wa Mungu. Kwanza kabisa, upendo wa Mungu, Mungu mwenyewe ameumimina upendo wake kwetu. Tuangalie katika Yeremia, fungua katika Yeremia, taenda taratibu ili tuweze kulifahamu hili neno vizuri. Mungu yeye ametupenda kwa upendo wa milele. Upendo wa milele. 31 Yeremia mstari wa 3. 31 Yeremia mstari ule wa 3. 31 Yeremia mstari ule wa 3. Taangalia hapo. Yepata anaweza kasoma. Yeremia 31 mstari wa 3. Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Nataka nirudie kidogo. 31 Yeremia mstari wa 3. Bwana alinitokea zamani akisema, yani alimtokea Yeremia akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Yani Yeremia alikuwa yeye ni nabii, lakini alipokuwa ameambiwa na Bwana ni kama anaambiwa yeye, kumbe Mungu analiambia taifa la Israeli pamoja na yeye, lakini akiwa analiambia pia taifa la Israeli, kwa sababu yeye ni mjumbe. Atauchukua ule ujumbe, ataupeleka kwa wana wa Israeli, kwamba Mungu yeye ametupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Sisi tumependwa kwa upendo wa milele, upendo wa agape, upendo usiokoma, upendo ambao hauna kikomo, hauna masharti. Kwa neno lingine naitwa ni upendo wa agape. Kwa hiyo Mungu ametupenda kwa upendo ambao ni wa upeo kupita pendo zote.
Kuna upendo wa ndugu, kuna upendo katika ndoa zetu, familia, lakini kuna upendo ambao ni upendo wa baba na mwana au mzazi na watoto. Zaidi ya yote kuna upendo wa Mungu kwa watu wake. Kwa hiyo huu ni upendo usiokuwa wa kawaida. Kwa Kiebrania wanauita ahava, ahava. Lakini kwa Kigiriki unaitwa ni upendo wa agape. Lakini ni upendo huo. Upendo wa ahava au ahava ni upendo wa kiungu. Ni upendo wa kujitoa kwa dhati unaoambatana na hali ya kumcha Mungu na kumwabudu Mungu. Ndio upendo huo. Ni upendo ambao usio na masharti, usio na mipaka. Ni upendo wa kujitoa, kuwajibika na kulipa gharama ziwazo zozote. Huu ni upendo. Ni upendo wa kujidhabihu. Upendo ambao umeelezwa sana katika Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Upendo wa ahava au agape ni upendo wa kiungu. Upendo wa kiungu. Upendo wa kujitoa kwa dhati unaoambatana na hali ya kumcha Mungu na kumwabudu Mungu. Huu upendo ndio upendo ulio halisi, wa kweli, usio na masharti wala mipaka, hauna mipaka. Ni upendo wa kujitoa, kuwajibika na kulipa gharama zote. Upendo wa kujidhabihu. Upendo huu huchanganywa na pendo zingine. Upendo wa kindugu ukichanganya na agape, hapo ndugu wanakaa vizuri, wanakuwa na amani. Upendo huu wa kindugu ukichanganywa na upendo wa ndoa, ndoa inasalimika. Upendo huu ukichanganywa na upendo wa ndugu, kama ndugu tuko pamoja, tumeletwa kwa damu ya Yesu, upendo huo unakwenda vizuri, yaani tunafanikiwa. Upendo huu ni upendo usiokuwa wa kawaida. Hata Mungu anasema katika Wakorinto wa pili 13:14, upendo wa Mungu na neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu. Upendo ni wa Mungu, neema ni ya Yesu, ushirika ni wa Roho Mtakatifu. Sasa katika upendo huu Mungu huwa anamimina pendo lake ndani yetu sisi. Huwa anaumimina upendo huu alionao wa agape na au wa ahava, huwa anaumimina ndani ya mioyo yetu. Unamiminwa na Roho Mtakatifu. Hebu tuangalie Rumi 5:5. Sisi tunatakiwa tujimimine au tumimine upendo wetu kwa Mungu, lakini kwanza yeye huwa anamimina upendo wake kwetu. Sasa ni vizuri upate kuelewa haya mambo. Hebu soma katika Rumi 5:5. Rumi 5:5, Biblia inasema, na tumaini alitayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa hiyo pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani ya mioyo yetu, katika roho zetu, na Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu amefungua njia. Upendo wake Yesu unatubidisha, unatufanya tuwe na bidii. Tukikumbuka mambo ya msalaba, tukikumbuka kujitoa kwa Yesu Kristo, kuacha mbingu halafu kuja kufa kwa ajili yetu sisi badala yetu, upendo huo unatubidisha. Wakorinto wa pili 5:14. Hebu soma hapo, Wakorinto wa pili 5 mstari ule wa 14. Wakorinto wa pili 5 mstari wa 14, maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi,
ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Kwa hiyo upendo wa Kristo watubidisha. Hakuna zawadi iliyo kubwa anayoitegemea Mungu kama upendo. Zawadi kubwa kuliko zote ni kumpenda Mungu. Unampenda kwa moyo wote, umpende kwa roho yote, umpende kwa akili zote, umpende kwa nguvu zako zote. Uwe unamfikiria, unamtafakari, hata kama unafanya kazi zingine, hata kama unaishi. Lakini angalia Mungu aliyekuleta duniani akakupa nafasi. Unampa nafasi gani? Unampendaje? Unamshirikishaje mambo yako? Unamshirikishaje maisha yako? Upendo maana yake ni nini? Upendo ni hali ya kujitoa kikamilifu au kwa dhati kabisa kwa ajili ya mahitaji ya mtu mwingine bila kutegemea kitu chochote kupata kutoka kwa mtu huyo. Kama ni upendo kwako kwa mtu mwingine, yaani ni hali ya kujitoa kwa dhati, kujitoa kwa ukamilifu kwa ajili ya mahitaji ya mtu mwingine bila kutegemea malipo ya huyo mtu. Kama atatumiwa, hayo ni mambo mengine, lakini ni ile hali ya kujitoa kwako. Lakini upendo pia tunapoutafakari maana yake ni nini? Upendo ni kujitoa, ni hali ya kujitoa muhanga au kuwa tayari kufa au kuwa tayari kabisa kuhatarisha maisha yako kwa ajili ya kupigania maisha au maslahi ya mtu mwingine au maslahi ya taifa lako. Ukimpenda Mungu